Karibu. Mambo Poa, vipi? safi. Za kuni sister? Nzuri shoga yangu. Hauonekani. Nipo, lakini wewe mimi si nishakwambia usio unafika hapa nyumbani. Nilikumisa tena uvumilia. Baba hataki na akitukuta hapa sijui itakuwaje. Msiani vipi, lakini kakako hajarudi? Hata hajarudi bado. Nimemisi sopo. Anarudi? Atarudi tu, mimi sijajua, sina mawasiliano naye. Yaani kakako kosa mawasiliano naye? Kweli mimi sina mawasiliano naye, ila atarudi tu, usijali. Haya bana. Yaani ubaba hataki mimi niende kokote, muda wote umndani. Wewe binti, nishakueleza usio unafika hapa nyumbani kwangu kwa karibu na binti yangu. Bado unaendelea kuja. Ina maana haunisikii. Sitaki mazoea na binti yangu. Ondoka hapa kwangu nisikuone. Ondoka, unamwangalia nani? We kimya. Macho kama kipanya. Ondoka. Na wewe nimeshakueleza kuwa mbali na yule binti. Bado unashindwa kunisikiliza, umekuwa kipi? Umekuwa kipi? Umejengwa na dharau. Sitaji kabisa mahusiano na yule binti. Nimemaliza, naondoka. Sonia mdogo wangu. Abe kaka. Nimekuita hapa kukuambia jambo moja. Ndio kaka. Wewe mwenyewe unajua hapa nyumbani tubaki sisi wenyewe wawili tu. Ndio kaka, najua. Sawa. Ila jambo lingine mdogo wangu. Ndio kaka. Usipende kwenda kwa yule mzee pale nyumbani kwake. Sawa kaka. Usipende kuwa na mazoea na yule binti yake. Kwa sababu kumbuka kuwa yule mzee wake ndio alihusika kwenye kifo cha baba yetu. Mpaka leo mimi na wewe tupo hapa, hatuna baba, tunaishi katika mazingira magumu sana kwa ajili ya yule mzee. Sasa nakukanya kwa mara nyingine, kwenda pale staki. Mwanangu Kajima. Baba. Si kana kwamba napokukataza karibu na yule binti kwamba nakuchukia, hapana. Umenisikia binti yangu? Umetokea ugomvi miaka ya nyuma wa familia baina kwetu sisi na wale, kwa hiyo tuna mtafaruku kidogo. Umenielewa binti yangu? Ndio baba. Kwa hiyo si kana kwamba nakunyanyasa na kushauri ukae mbali na yule binti. Mimi baba yako Fyagio nazungumza, nisikilize. Umenisikia? Binti yangu, naomba nielewe. Sina maana nyingine zaidi ya hiyo kwako. Asante. Nashukuru kama umenisikia mwanangu. Nenda kaendelee na mambo yako mengine ya kufanya. Haya, mimi nipo ndani. Haya. Na siku nikikuona umeenda pale Sonia, nitakuja nikupige, kwa sababu yule mzee hata kumwona mimi sitaki. Sawa kaka, nimekuelewa. Kwa sababu amehusika kwenye kifo cha baba yetu. Alafu leo hii wewe unapenda kwenda pale. Usipende kuwa na mazoea na yule binti yake. Ndio kaka. Sonia. Abe kaka.
naongea hivi mimi roho yangu inaniuma kama kaka yako. Tunaishi mazingira magumu sana hapa nyumbani. Wewe mwenyewe unaona. Kwa sababu ya yule mzee. Kwa hiyo Mazoea pale toa kabisa. Nitapunguza ukaribu kaka. Sawa. Kama umenielewa ni vizuri zaidi. Zingatia maagizo yangu. Sawa kaka. Sawa. Unaweza ukaenda pia kwenye kuendelea na shughuli zako. Sawa kaka, asante. Baba. Naam. Kwani kuna nini? Kuna tatizo kidogo. Tatizo gani? Kaka yako uko njiani. Anakuja. Nahisi amepatwa na tatizo. Sasa basi. Kalete bakula yangu mara moja. Asante. Baki hapa wewe nyumbani. Nenda kulishughulikia hili tatizo. Sawa. Kuna watu hawajajua watu, ngoja watujue. Karibuni hapa. Hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani wanangu. Karibu tukae hapa. Kaa hapa. Hapa ndo nyumbani kwetu. Jisikie uko nyumbani. Hapa ndo tunaishi mimi na babangu pamoja na mdogo wangu. Na mamangu naishi alipo kwa sasa hivi. Kwa karibu sana ndugu yangu. Kijana, mimi ndo mzee Fyagio. Kwanza habari za huko mjini? Za huko mjini nzuri, lakini japokuwa pale kazi ndo kidogo ulikuwa umefunga kwa muda,
ila watafungua tutaendelea na kazi. Ndio maana tumekuja likizo kidogo. Kijana, huyu ndo rafiki yako eh? Hapa ndio rafiki yangu anaitwa Vini. Anaonekana mkarimu sana. Karibu kijana, kuwa na amani. Asante. Karibia. Ndio. Anaitwa Vini. Vini. Ndio tulikopo naye kule nani mjini pale kiwandani. Ndio. Sasa hivi kiwanda kimefungwa, ndio ameamua kwamba aje anisalimie mimi rafiki yake. Ndio. Ndio, vizuri sana. Karibu kijana. Asante. Mimi ndio Mzee Fyagio. Kama rafiki yako alishakuelezea na baba yangu Mzee Fyagio, Mzee Fyagio ndio mimi, ndio Fyagio mwenyewe. Umenielewa kijana? Ndio. Karibu, nilishaona nimepata na matatizo kuna ndo maana nikaja nikawafuata. Mimi ndo Mzee Fyagio hapa kijijini. Kuna mambo mengi. Mkija safari nyingine, msije kama hivyo mlivyokuja, mnipigie simu. Kwa sababu hapa kijijini kuna mambo mengi kijana. Umenielewa eh? Vini. Pia mzoe sana mzee wangu, maana mzee wangu ni mcheshi sana. Kwa jisikia yani huko kwa nyumbani. Mzee wangu ni wa hivyo jamani. Kwa usisikie vibaya, mzee wangu ni mcheshi. Kwa karibu sana ndugu yangu. Asante. Wewe binti. Binti. Hebu njoo hapa nyumbani. Hausikii hata mpaka mara mbili, masikio umepeleka wapi? Karibuni. Kaka upo? Umekuwa? Basi kwa begi hapa hiyo kuna. Basi nipo hapo. Basi pamoja. Kijana. Ndio. Kuwa na amani. Kibontu. Kuwa na amani. Mama yako ameenda safari kidogo. Atarudi, mtamuona. Mmenisikia vijana eh? Haya, kweni na amani hapa. Hapa ndo. Ndio mdogo wangu. Mbona mpela hivi? Kuna nini? Nimekuita hapa kwa sababu na taarifa zako. Taarifa gani tena? Sonia anakuulizia. Wewe, Sonia huyu au? Huyo. Kuna nini? Kila siku anakuja ananiulizia, kaka yako karudi. Naambia bado atarudi tu. Sasa sijui nyinyi mna mambo gani? Maana anakuulizia hatari. Wewe hajakuelezea hata shida nini? Hajanielezea ila anaonekana anakupenda. Ya wewe dogo, naona mambo mengi wewe. Kweli sasa kwa nini ukudanganya? Basi haina shida. Nikipata muda nitaenda kumuona. Basi sawa, mimi niko nakupatia hizo taarifa maana anakutafuta. Hatari. Basi haina shida, ngoja niende kwa Vini. Nimemwacha hapo sehemu. Alafu sio nitakuja hapo nyumbani. Haya poa, mimi naenda zangu nyumbani. Haya poa. Usiku ananiita kwa sauti ya bahari, kuna siri imenificha ndani ya mawimbi mazuri. Ninatembea gizani lakini moyo unaona, kuna nguvu inanifuata, siwezi kuikimbia tena. Kijana. Wewe kijana. Nikiota maisha ya kawaida lakini ndoto zangu zikabadilika. Kijana, kwa nini unapita wazee watu wazima bila kusalimia? Mzee Fyagio. Ndio ndo mimi Mzee Fyagio. Salamu sio lazima. Mpaka nihakikishe nalipiza kisasi changu. Sio, umeelewa mzee wangu? Muuaji mkubwa. Tutambuli tendalo. Ninataka kuamka sasa. Mimi ni siri ya bahari, nimebeba nguvu isiyoonekana, nikipigana na giza hili itona kama mwanga wa milele. Na kama nitapotea njiani, usiniache peke yangu, nishike mkono unilinde, maana mimi
Kama unavyoona mazingira ndugu yangu. Kiukweli huku mazingira yametulia sana. Kwa hiyo siku nyingine ukijisikia uko bored unakuja hata huku unatulia. Kwa hiyo ukienda kule hivi wapi? Kule kuna sehemu tamu kwa kule mbele kabisa kinyosha kule au hamna mwisho kule? Na wewe una maswali ya kizushi mwanangu. Basi uko unaenda wapi sasa? Kama kuna kitu kule. Yaani huko pote huko unapoona huko ni maji mtupu. Sonia, shoga mbata alivyokuona. Kuna mpya gani udugu? Kaka amerudi kutoka mjini. Karudi? Hivyo? Aliniambia anaenda kwenye bahari. Jamani, acha nikamuone basi. Kwa hiyo Ngoja kwanza nikaonane naye. Ngoja mimi niende hapo sokoni nikanunue vitu vya kupika pika. Haya, baadaye. Haya. Yaani huko pote yani maji mtupu. Labda ukitaka kwenda yani huko labda ndoko Zanzibar sijui wapi India huko mbali huko. Sasa. Vipi? Mbona unanishikashika? Za safari kwanza. Salama. Karibu. Nishakaribia. Nipo na rafiki yangu hapa anaitwa Vini. Sawa. Tupo tunapiga story hapa. Karibu kushama hapa. Asante. Unaona sasa ndugu. Kwa hiyo huko hamna kitu chochote. Lakini mimi nimekuja hapa nilikuwa nina jambo moja tu. Jambo gani? Kwa kitu nilikuwa nataka nikuelezee. Kitu gani hicho? Kiukweli mimi nimesikia kupenda. Hasa nani akupendi jamani? Binadamu tumeambiwa tuishi kwa kupendana. Kwani kuna shida gani? Unanipenda na kupenda pia. Kwa kiufupi tunapendana. Hapana, sio kama hivyo unavyofikiria. Ila nimekupenda kimapenzi. kikweli naweza kuongea. Huu sio muda sahihi wa kuongea mambo kama haya. Kwa nini? Tafadhali tafuta muda mwingine, tunaweza tukaongea. Hapa nipo na rafiki yangu. Naweza nikawapisha kama hamtojali. Usifanye hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo wewe hata usijali. Anaweza kanitafuta kwa muda wake na tukaongea, haina shida. Usiwe mgumu kiasi hicho. Wewe angalia maji hapa, unajua ngoja niingie moto unajua. Niashike hata kuyashika. Unaona nipelekeza sasa mwanangu. Naingia kwenye maji hapa mara moja na. Kwa ndo kama nilivyokuambia. Utanitafuta kwa muda mwingine. Hapana. Hapana, mimi nakupenda kweli. Nahisi ingekuwa vyema zaidi. Ungenipa muda wa kufikiria. Hapana, mimi nimeshinda kuvumilia ndio maana nikaamua nielezee hisia zangu kwako. Basi kwa. Kwa ndo nini? Kesho nitakugia jibu lako. Hapana, inabidi unipe jibu leo. Haina shida. Naomba basi elewa hisia zangu hata kidogo. Haina shida. Nimekubali. Umekubali? Umekubali kweli? Umekubali kweli? Nimekubali. Nimefurahi kusikia hivi. Asante. Okay. Kwa bado utakuwa na muda? No, labda kesho. Kesho sanga? Kesho nahisi ndio kama saa 4 hivi kutoka shamba. Maana kesho kuna kazi kidogo. Basi sawa, nitakuja kusalimia. Basi kwa haina shida. Sawa, asante. Haya, mnaenda. Mzee wangu. Ndio.
Mimi nimeitikia wito wako. Nzuri sana. Mwanangu Buntu, Namba. wewe ndo mtoto pekee wa kiume peke yako, na mimi baba yako Ezekiel ninakutegemea ni wewe. Sasa basi kukuita kwangu na ulisi nataka nikuachie, umenisikia? Uwe mlisi wa hiyo mali, umenisikia mwanangu Buntu? Ndio baba. Tena ikiwezekana usirudi tena mjini, ubaki hapa kijijini ili utunze huu mji, unielewa? Sasa baba, sema mimi nibaki hapa na nisirudi mjini. Vipi kuhusu kazi yangu? Hiyo kama ngumu mzee. Kule kazini wananitegemea. Kazi? Habari ya kazi upoteze huu mji kwa niaba ya kazi? Hapa kuna mali, wewe uitunze. Unanielewa mwanangu? Kwa sababu wewe ndo mtoto pekee na kutegemewa wa kiume, kwa siri zangu zote nahitaji uwe nazo wewe. Hilo jina lako la Ubuntu babu yako kakupa, maana ulisi mali ambazo alizoacha babu yako nilizozishi mimi, na mimi inabidi nikulizishe wewe. Sikiliza mwanangu, wewe ndo mtoto pekee na kutegemea jembe. Sawa baba. Umenielewa eh? Sawa, umenielewa? Sawa, vizuri. Wewe mtoto mkamilifu kama hivi. Kuondoka sasa. Wewe kuna nini? Uko salama? Wapi? Nitakuelezea. Wewe Vini, wewe. Wewe Vini. Wewe Vini. Vini. Karibu sana ndugu yangu. Sina haja na salamu yako. Hivi nyinyi mna familia? Mna matatizo gani? Alafu isitoshe unapenda kufikiria mdogo wangu. Mazoea na mdogo wangu naomba uache. Sawa? Wewe unanifuatilia. Babako naye ananifuatilia. Sasa ni hivi. Ukiendelea kufuatilia mdogo wangu, nitakufanya kitu ambacho hujai kufanyiwa. Sijui umenielewa? Mazoea na mdogo wangu naomba uache na ukome kumfuatilia mdogo wangu. Ukiendelea kumfuatilia, nitakufanya kitu ambacho hujai kufanyiwa katika dunia hii.
kile kinyago nilichopishana nacho pale hapa kilifuatilia kitu gani mwanangu Bundi? Kwamba nini baba? Mbona kimeonekana kimechukia mwanangu? Achana naye baba. Amekuja hapa ameanza kuongea maneno mengi kwa hiyo sijamuelewa sana. Nasikia mfuatilia, kwa hiyo achana naye baba. Karibu ke. Haya, asante. Sonia, najua hiki kitu kitakuumiza sana. Najua fika unanipenda sana, lakini haina namna, kwa sababu ishagachagua maisha ya kutogombana na watu. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa sitaki kitu chochote kiendelee mimi na wewe. Yaani inamaanisha kwamba mapenzi yetu na uhusiano wetu uishie hapa hapa. Hebu acha kunifanyia bwana. Sonia, yani nachokiongea hapa ujue kwamba namaanisha. Yani kaka yako ametoka kwenu akaja kwetu na kunipa vitisho mimi. Sasa nachokisema hivi, kwanza hivi leo sitaki kitu chochote kiendelee mimi na wewe. Hapana, usinifanyie hivyo. Niache. Shut up. Kwa nini anifanyia hivi? Mimi nimemkosea nini? Nimemkosea nini mimi? Nimemkosea nini? Umeniita hapa baba, nimeitikia wito. Kijana, nimekuita hapa nikiwa na maana mzuri. Kijana, mambo ya hapa kisiwani usiyafuatilie sana na usiyaweke kichwani. Kijana, yaache kama yalivyo. Ukiondoka hapa usizungumze kusimulia sehemu ya aina yoyote kwa mtu yoyote kijana. Umenisikia? Ndio. Hapa ndio kisiwani. Unaweza ukaenda kijana. Unaweza ukaenda. Sawa, mimi naenda. Sawa, nenda. Asante.
We kaka, habari za kufuatilia maisha yangu naomba uache. Mimi sio mtoto mdogo wa kunifuatilia kila mara. Na kwa nini ulienda kumfuata yule kijana? Unasemaje wewe? Nishakuwa mtu mzima, sitaki kufuatiliwa. Sonia, usitaki kunichanganya. Eti nimekuwa mtu mzima. Wewe una mapembe hapo ulipo? Nisikilize. Kaa ukijua wakati marehemu baba anakufa aliniachia usia kwamba nikulinde wewe. Sijui unanielewa? Sasa ukiendelea kunichanganya mambo yako hayo, nimecha kukataza. Sitaki nikule na yule kijana. Mbona unakuwa usikiwe mtoto? Uelewi? Mimi nishakuwa mtu mzima bwana. Eti nimekuwa mtu mzima. Una nini hapo ulipo wewe? Unajiona umekuwa Kaka, mbona mimi sikufuatilii? Nimeshaongea. Sitaki nikuone na yule kijana pale wa mzee Fagio. Sijui umenielewa hapo? Lengine, ukiendelea kuwa na mahusiano na yule Sonia, utaona mimi mbaya. Toka hapa. Toka! Kenge mmoja wewe. Eti nimekuwa mtu mzima. Una uzima gani hapo ulipo wewe? Nyang'ao wewe. Mimi nataka niondoke kwenye kisiwa chenu. Maana sikielewi. Yaani kina mambo ya ajabu. Yaani ni fulu mauzauza. Haiwezekani mara ni ndoto ya ajabu, yaani utulivu kukani uelewi tu. Sasa wewe mwanangu, mbona ghafla sana? Na kuhusu hizo ndoto, mbona kila mtu anaota ndoto nyingi tu, yaani mwingine anaota hizi sijui ni nini, unaota huko baharini. Kila mtu anaota ndoto zake mwanangu. Na kwa hiyo kuhusiana na mambo ya ndoto, yasikupe stress mwanangu. Yasikutese. Achana nayo. Wewe unachukulia hizo sio? Yaani unachukulia simple. Mimi kuchukua ile mnyama ambao alieleweki sio ile mdudu gani kwenda kunitupa baharini. Alafu baadaye anajikuta niko mazingira hapa nyumbani. Wewe unaona ni safi tu. Sasa sikia. Na nyuka hapa ndio kuchukua begi langu ndani. Alafu safari. Huku sky umenishinda sawa. Nisije nikafa bure. Mimi bado na ndoto zangu nyingi. Natamani kuja kuwa baba bora wa familia baadaye. Sijui unanielewa? Vine. Nimekuja kwa ajili yako mzee Kishajio. Lazima nihakikishe ninachokitaka nikipate. Kijana, nafahamu kuwa unataka kulipiza kisasi kwa mzee Kishagio. Wewe ni nani? Na umejuaje mambo yangu mimi na mzee Kishagio? Utataka kujua mimi ni nani au utahitaji msaada? Msaada gani unazungumzia? Nifuate.
Sister. Hey. Samahani ndio basi. Samahani. Mimi ni mgeni kidogo kwenye hichi kisiwa, sio mwenyeji sana. Sasa nilikuwa nahitaji kuondoka kwenye hichi kisiwa, lakini kila nikienda nakutana na maji tu, kila upande ambao naenda. Na wakati tunakuja tulipita kabisa njia ya kutembea kwa miguu, lakini nilipotaka kuondoka ndo nashangaa naona maji tu. Sasa sijui mnaweza kunisaidia hapo? Samani. Wakati unakuja kwa kisiwa hiki. Twende. Ulikuja na nani? Twende. Wewe unamjua huyu? Achana naye, twende. Vipi? Mbona kama umenileta huku? Sikiliza. Nimekuleta huku ili kukupa nguvu ya kuweza kupambana na ule mzee. Maana hapo ulipo huna uwezo wa aina yoyote kupambana na ule mzee. Unachokiongea unamaanisha au unataka tu kunidanganya? Sasa hapo una uwezo wa kupambana na ule mzee kwa pambano la aina yoyote. Usisahau mpango tulioongea. Kukupa nguvu hizo nina maana kubwa na wewe, ili uweze kuja kunisaidia kitu ninachohitaji kwa ule mzee. Tumeelewana? Sawa. Unaweza ukaenda. Wewe. Sio uliondoka kabisa hapa. Na hapo umefuata nini tena? Sio uliondoka hapa kwa makelele, kwa madasi sijui nini, umechoka kukaa huko sijui kijiji kina nini? Kipi kimekufanya urudi tena? Yaani huwezi kuamini. Yaani kila ninakotokea nakutana na maji. Kila ninakoenda nakutana na maji. Ina maana kwamba huwezi kuondoka kwenye hichi kisiwa. Sasa bora na hiyo. Wakati narudi njiani nikakutana na watu hawa wawili. Nikasema ngoja niwaulize njia, labda pengine wakanielekeza, lakini wakakataa kunielekeza. Nikawafuata nikiamini kwamba wanatoka nje ya kisiwa, lakini walienda porini na walikuwa wanafanya mambo ya ajabu. Yaani uchawi kabisa hivi, uchawi live bila chenga hivi. Yaani kulikuwa na mianga kama ya radi hivi ya bulubulu inatokea, na kulikuwa kuna mtu kama vile wanamuua, sijui walikuwa wanampiga. Ndio maana nimekimbia mpaka nimefika hapa. Yaani hiyo bahari ambayo unaiona kwamba inahama sijui ukienda huko unaikuta, yaani itakuja kabisa ikufunike. Afu inapotea na wewe. Kwa hiyo kuwa makini mwanangu. Sawa. Hivi ukitaka kutoka kwenye hichi kisiwa unatokaje? Maana wakati tunakuja tulitembea kabisa njiani na tukutana na maji, lakini wakati nataka kuondoka nimekosa njia kabisa. Hii inawezekanaje? Kwa sasa hivi umeona kuniulizia kwamba yani njia kwamba unatokaje. Na hapo mwanzo kwa nini kuniuliza?
Hem, chukua begi lako kaweke ndani. Basi ngoja basi nikajiweke sawa, maana hapa tayari nasikia vitu vimeshachanganyikana. Sasa naona muda umefika wa kwenda kulipiza kisasi changu kwa mzee Fyagio. Mzee, kaa kwa makini, nakuja kukumaliza sasa katika ulimwengu, yaani manake na kupeleka peponi. Ubuntu mwanangu. Naam baba. Nimekuita hapa baba yako nikiwa na maana nzuri. Umenisikia Ubuntu? Maana nataka nizungumze na wewe leo. Siku zote nikiwa nikizungumza na wewe kuhusu masuala ya kulisisha mali. Sasa nazungumza tu kwa maneno. Leo nataka nikuonyeshe kwa vitendo. Umenisikia Ubuntu? Nikusikia baba. Nataka nikulisishe mali kama walivyonizisha mimi wazee wangu. Nataka nikuonyeshe kwa vitendo. Nataka unyanyue bakola hii. Sasa baba, wewe mbona kila siku unanyanyua bakola? Kwani leo ina nini? Na wewe baba, vitu vingine bana. Umeona Ubuntu? Umeona Ubuntu? Ndio maana nikakueleza ndio mambo hayo. Umeona mambo? Unaonekana wewe hauko tayari na hili nalo lizungumza mimi. Kama endapo utakuwa tayari, hili ni jambo jepesi sana. Unaweza kanyanyua kwa vidole viwili kama hivi. Umeona Ubuntu? Sasa basi, utakapokuwa tayari, hili ni jambo jepesi kwako. Unaweza kanyanyua tu kwa vidole viwili hata kimoja Ubuntu. Unaonekana haupo tayari Ubuntu kupokea hizi mali. Sasa basi, uchague haya mawili. Urudi huko mjini au ubaki hapa kijijini ili ulisi mali kama nilivyozishwa mimi kutoka kwa wazazi wangu. Umenisikia Ubuntu mwanangu? Mimi baba yako Mzee Fyagio na kutegemea wewe, ndo mtoto wa kiume pekee mwanangu. Umenisikia? Nimekusikia baba. Ndio hivyo mwanangu Ubuntu. Haya mambo mazuri sana. Kisiwa
wacha siri. Leo ni siku yako Kifyagio, lazima nitahakikisha mpaka unakufa, na sidhani kama utapona. Kwa vile nilikuwa sihitaji vita na nyinyi, kwa sababu mmeitaka, leo mtaipata na mtatambua kwa nini mimi naitwa Mzee Kifyagio. Mzee Kifyagio, leo ndo mwisho wako. Yaani manake niliahidi kabisa lazima nikuoe, na leo ndo mwisho wako. Leo mkoni sio umefanya nini jamani? Mkuu, usiwaze kuhusu hilo, ni jambo jepesi sana. Kidole, dondoke. Baba! 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 Mbona unaniacha peke yangu baba? Kwa nini baba? Kisiwa cha siri.
Mkuu, tumeenda kumpigia kwa. Ila sasa ndio kwa. Alipofariki kuna kitu alimpa mwanae kama ni nguvu. Ila sasa hii vita haijaisha. Hii vita itaendelea kwa sababu mtoto wake ana nguvu za kutosha. Inabidi tufanye juu chini kumwangaliza mwanae. Sawa, amefariki, lakini kuna nguvu za ziada alizomwachia mtoto wake, na hii vita ndo kwanza imeanza. Ni lazima tupambane naye. Sawa, mimi nipo na wewe, na nikiwa na wewe lazima tumdhibiti katika hili. Sawa, tuondokeni. Wewe ni kijana mdogo sana, huwezi kupambana na sisi hata kama ulipewa nguvu na marehemu baba yako. Ndio, yaani maana yake leo ndo kifo chako na utakupeleka kule kwa lako kule ya hela. Longoi, fanya kazi yako. Sawa mkuu. Leo tumemweza mkuu, na leo ndo mwisho wake. Nimekuita hapa baba yako nikiwa na maana nzuri, umenisikia ubuntu? Nataka nikulisimali kama walivyoni zisisami wazee wangu. Nataka nikuonyeshe kwa vitendo, nataka unyanyue bakola hii. Sasa baba, wewe mbona kila siku unanyanyua bakola? Kwani leo ina nini? Na wewe baba, hii ni baba.
Ulizani nimaliza. Wewe sabani. Kisiwa cha siri. Sasa hapa kilichopo ni wewe mimi kufungua hizi njia zenu ili niweze kuelekea mjini, maana kama unavyoona naona maji tu. Sasa inanitia ugumu kidogo. Vini, nitaomba sasa ili mradi njia iweze kufunguka. Kisiwa nene mwana wino mwana wa kisiwa chene chechi niza abo twangimwe kulomba msaada gwimwe nalomba sana muweze kumruhusu mianda uno igele nzira aweje kubita nalomba sana kisiwa. Hii inawezekanaje? Mbona kama ni maajabu? Vini, hiki ni kitu cha kawaida sana, maana huwezi kutoka katika hiki kijiji bila kuongea na wazee wa zamani. Kwa hiyo hata usipatwe na hofu yoyote wala usiingiwe na stress yoyote, maana sasa hivi upo kwenye mikono salama. Kwa hiyo unaweza kuondoka. Ndugu yangu, asante sana bwana. Bwana, kwaheri. Basi ngoja mimi niende. Wewe baki salama, angalia kisiwa bwana.